Wakazi wa Luponde, halmashauri ya mji wa Njombe na watumiaji wa barabara ya Njombe kuelekea wilayani Ludewa wameomba serikali kufanya marekebisho ya muda mrefu ili kuondoa changamoto ya magari kukwama wakati wa kipindi hiki cha mvua. Wakizungumza na IOTV, baadhi ya wakazi wa Luponde akiwemo Korubina Mligo wanasema changamoto ya magari kukwama haijaanza sasa, lakini hali inazidi kuwa mbaya kutokana na mkandarasi aliyekuwa akijenga barabara hiyo kwa kiwango cha zege kusimama muda mrefu na kuacha ikiwa imechimbwa. Na baadhi ya madereva akiwemo Adamu Mwalukovo pamoja na Michael Chawe wameomba serikali kukabiliana na changamoto hiyo ili waweze kufikisha mizigo ambayo mingi ni ya kuharibika. Wakati wakitoa wito huo kwa mamlaka, kumeshuhudiwa zaidi ya magari 30 yanayosafirisha mizigo na abiria kupitia barabara hiyo kuelekea mjini Njombe kukwama kwenye maeneo tofauti ikiwemo katika eneo la Mlima wa Mahove uliopo Luponde. Hata hivyo, licha ya changamoto hiyo, tayari serikali kwa kushirikiana na wakala ya barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Njombe imefikisha mtambo unaosaidia kuvuta magari yanayokwama. Na IOTV inaendelea kufuatilia zaidi ili kujua mpango wa muda mrefu wa kuimarisha usafirishaji kupitia barabara hiyo, wakati serikali ikiendelea na mpango wa kudumu wa ujenzi wa barabara kwa kiwango cha zege. Kwa majina naitwa Manfred Justin Mligo, ni mkazi wa kata hii ya Luponde, kijiji cha Lusitu, na hili eneo huu ni Mlima wa Mahove, kijiji cha Luponde. Kiufupi, changamoto kama imeanza kutokeza kwenye mishale ya saa 5 mchana ndipo ilipoanza kunyesha mvua, ila mvua kubwa ilianza jana. Iliponyesha mvua kubwa jana ndo tope lilianza kama hivi. Leo imerudia ndo kama inavyonyesha sasa inavyoonekana. Kufika mishale ya saa 5 imezidi kidogo kiwango, ndo kufikia mpaka saizi hali kama hii. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana. Magari yalianza kukwama muda gani? Ni saa 5 ilipoanza kunyesha mvua tu. Yaani ilipoanza kudondoka mvua ndo magari yalishindwa kutembea kabisa. Kikweli katika usafiri ni changamoto kubwa sana, ndo kama hivi. Maana ukiangalia hata usafiri wa basi ni changamoto sana kupita. Tena ni moja, kuna hatari sana ya kwa abiria, ni hatari kubwa sana kwa sababu ukiangalia upitaji wa magari, yani ni changamoto kubwa sana. Yani kiufupi tuseme ni moyo wa madereva kupitisha gari maeneo kama haya, na pia ni Mungu tu anasaidia kwa sababu barabara ni changamoto sana. La kuongeza hapo kwa serikali, maombi yetu sisi kama ni wakazi wa kijiji, pia ni watu ambao tunaitumia hii barabara, tungeomba msaada angalau watufanyie kwa haraka hii barabara ikamilike, maana kwa kipindi hiki ambako tumekianza sasa ni kipindi kigumu, ni kipindi ambacho ni mvua endelevu pia, na kusema tuache labda hii barabara hivi vitakatika, halitapita gari lolote huko. Kwa jina naitwa Korubina Norbert Mligo, ni mzaliwa wa kijiji hiki cha Luponde. Issue hii ya tatizo ile halijaanza leo. Pana miaka sasa, huu ni mwaka, tunasema ni mwaka wa 3. Ikishanyesha kiangazi tunapata shida sana ya vumbi. Yaani nyumba za upande wa kulia kiangazi zinakuwa za bati zote, hata kama bati uliezeka za kijani zinakuwa nyekundu. Vumbi limekuwa nene mno na magari yanatitia. Ikishanyesha mvua, hali mnayoiona kama ndio magari hayapiti, yani madereva wanateseka na tunashindwa kuelewa ni kwa nini. Lakini toka ichimbwe barabara imekuwa ndio mateso, na mwelekeo sasa wa serikali hatuelewi kwa barabara hii mpango ni nini. Ni kutumiza sisi wananchi au ni kwa ajili ya nini? Kwa sababu tumekosa amani. Yaani kwa mimi, mfano mimi naishi, nyumba yangu iko barabarani hapa. Hata hali ya ndoa sasa nashindwa kwa sababu mili inakuwa imechafuka. Yaani mili imejaa vumbi. Tunaahirisha. Tunaoona ni hawa madereva wanaoteseka. Kama mnavyoona magari yamepangana hivi na chakula hawana. Ushauri wangu kwa serikali, kama inawezekana, basi kwa barabara hii, barabara iliyochimbwa yote, wamwage kifusi cha kokoto. Wamwage kifusi cha kokoto cha mawe, sio vumbi, cha mawe, angalau
kunusuru kipindi cha masika, ili ikifika kiangazi kama ina mtazamo serikali basi waanze matengenezo ya lami. Mimi naitwa Michael Chawe. Mzigo nimebeba kutoka kijiji cha Boimanda hapo chini na naelekea Kigamboni, Dar es Salaam manake. Lakini toka jana nimepakia jioni, nimeanza safari jana jioni manake. Mpaka sasa hivi ni usiku wa pili tunauanza, sijafika. Kwa maana hii tumekwama sehemu ya kwanza, ndo hapa sehemu nyingine mnatukuta nimekwama tena. Maana na bado hatujui tunatoka muda gani hapa na tutakuamliwa na kitu gani, hatujajua yani mpaka sasa hivi. Hii ni tatizo, ni hasara kwa sababu kiazi kikikaa muda mrefu katika gari kinaoza. Kwa maana hiyo tunavotoka tukishapakia tuna siku 2 tu za kutembea njiani. Ni zaidi ya sehemu moja. Yaani ni sehemu ya pili sasa. Na maana sehemu ya kwanza kule nyuma tumelala. Asubuhi ndo kikaja kijiko kikatukwamua pale tukatoka. Tumefika tena sehemu ya pili ndo hii tumekwama tena. Labda niseme hivi, kwa barabara hii ya kutoka Ludewa imekuwa imesahaulika mno kwa sababu imechimbwa muda mrefu kama unavyoiona mazingira ya kuchimba. Alafu inaonekana wakandarasi wenyewe hawapo tena katika eneo hili. Maana ukiangalia huwezi kumuona mtu anayeshughulika tena na hii barabara. Na kwa haraka pengine unafikiri nini kifanyike, ushauri wako? Mimi ushauri wangu labda serikali ikumbuke hii barabara kama barabara zingine walivyozikumbuka, na hiyo waikumbuke pia ili watu waweze kufanya biashara zao inavyowezekana. Adamu Anyosise Mwalukoma kutoka Mbeya. Hii barabara ina changamoto kubwa sana. Serikali wameshaiona hii barabara. Sawa? Yaani hapa mpaka sasa hizi toka jana saa 9 mpaka saa hizi tupo hapa. Na tujui tutatoka saa ngapi. Kama mnavyoona magari yamekuwa huko mbele huko. Kwa sababu hapa cha kuongea kingine, sababu hii barabara sio ngeni, ni muda mrefu na tunaingiza mapato kila siku ya Mungu kama mnavyoona magari kule kwa chini wote mshalipa ushuru. Na barabara inaangaliwa tu kama mnavyoiona hivi. Kwa sababu watu wafanya biashara wanapata hasara, mwenye gari anapata hasara, mwenye mzigo anapata hasara. Kama sasa viazi vinaoza na kiazi toka siku ya pili kimeroa shamba kipo kwenye bodi na kinaenda daa. Na hapa hatujui kama hapa tutatoboa saa ngapi. Baba nzima mwanzo mwisho wote baba kama mlivyoiona. Bana kwa serikali sisi kuambia tu sababu nao wanaona na wanapita kasi ya Mungu humu. Na ushuru tunatoa. Kama na baba hata cha kuongea tukioni. Sababu kama wao wanapita humu na sisi tunapita humu. Na hii baba sio ngeni wa jana wala juzi. Imekuangulia wakaiacha. Mimi kwa jina naitwa Michael Mwenami, ni dereva kutoka Makambako. Nimekuja huku kupakia mahindi kijiji cha Luhuyo. Sasa changamoto iliyopo hapa ni kama hivyo unavyoona Ndishabali, magari zaidi ya 30 yamekwama hapa. Hapa Luponde, kijiji cha Mahove hapa. Changamoto kubwa ni barabara. Na kila siku sisi kama wafanya biashara au dereva tunalipa ushuru kila siku. Lakini changamoto barabara kama unavyoona hivi. Na gunia la viazi kwa hapa hii Njombe, wilaya ya Njombe hii. Gunia ni 1000 ngapi? 350 gunia hili moja. Lakini changamoto yake barabara kama hivi magari yapiti. Unaona? Sasa serikali si inawaza nini? Barabara ina miaka karibu 2-3. Haiya kufanyika kitu chochote hapa. Wachina walikuwepo, walikuwa wanafanya kazi, wakaondoka. Baada ya kuondoka mpaka leo hawajaja. Na mateso kama unavyoona mwananchi wa habari, kama unavyoona wananchi watoto wanapata shida. Naona watoto wale. Wanashinda kuvuka kwa mguu, wanashinda kuvuka pale.